Ile bango taarifa ninazo hapa nitatoa majibu. Kwa sababu hili kwa mkurugenzi ndio tuambie kitu kwamba Waziri Mkuu, halmashauri ya Wanging'ombe moja ya halmashauri ambayo inawalinda sana mafundi pamoja na wakandarasi. Walionyosha bango, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata nieleze kidogo. Shule uliotoka kuitembelea, shule ya Njombe Girls, ulianza kwa wakandarasi wazawa wa mkoa wa Njombe na wengi walikuwa wanatoka wilaya ya Wanging'ombe. Wakandarasi hawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, walishindwa kazi. Lakini walichofanya, kwa nini walishindwa kazi, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Walikuwa wameweka hela nyingi sana kwenye misingi. Walipolipwa fedha hizi kwenye misingi, wakandarasi wakategea kufanya kazi. Tukawa tunabembelezana nao. Baadaye tunakuja kugundua hela nyingi wameweka kwenye msingi kwa sababu wanajua akishafikia ni viongozi hawezi kuona. Lakini baadaye maamuzi yakafanyika, tukaenda kwenye utaratibu wa force account. Na wale wakandarasi ambao baada ya kufanya tathmini ya muhakiki wa majengo, wale wakandarasi wamelipa na wengine tunaendelea kuwalipa. Niongelee hawa walionyoosha bango. Hawa walionyoosha bango, kuna mmoja ni mkandarasi anaitwa Nyibora, lakini mwingine ni fundi wa force account. Fundi huyu naye wa force account amefanya kazi kituo cha afya Wangama, amefanya kazi hospitali ya wilaya, amefanya kazi na hili jengo unaloliona la Bwaro. Tabia yake, hela alikuwa ameweka kule kwenye misingi, akalipa hela akaacha miradi. Tunamtafuta baada ya mwezi mmoja na nusu miwili hataki kuja kwenye mradi. Kwa ushauri tuliochukua, tukatafuta mafundi wengine wa kuendelea na ile miradi. Kwa hiyo fundi huyu amekuwa na tabia hiyo. Kila mahali anakokwenda anapata kazi kwa njia ya NeST. Akishapata kazi, akishalipa, akishajenga msingi, amelipa kwa kiasi kikubwa, anaacha aendelee tena na kazi. Kwa hiyo tukasema hapana, huyu mtu, na kwa sababu tumegundua ilikuwa ni tabia ya mafundi wengi sana wa force account. Ndio tabia yao. Wengi wanajaza kwenye msingi, wakishalipa wanaondoka, lakini wakija viongozi wakubwa kama nyinyi wanakuja kusema kwamba wanadai haki yao. Kwa hiyo niseme tu halmashauri yetu ni halmashauri ambayo inawajali. Mimi nilipofika hapa nimeita mafundi wote wa halmashauri ya Wanging'ombe na wadhabuni wote. Nimekaa nao, nimefanya nao kikao na kuelekeza taratibu za force account na wao kuhamasisha kuhakikisha kwamba tunapata mafundi. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishia kwamba halmashauri yako inawajali mafundi na inajali wakandarasi. La mwisho kuna miradi ya bilioni 2.6 ambayo tulipokea fedha mwezi wa 6. Kabla serikali hajatoa utaratibu kwamba tulikuwa na utaratibu kwamba miradi yote inayozidi milioni 100 itekelezwe kwa wakandarasi. Ile sheria ilipita bungeni na sisi tukaanza mchakato mpaka wakapata wakandarasi. Kibali imekuja kwa kutoka kwamba tutekeleze kwa njia ya force account. Halmashauri imeshamaliza mchakato mzima wa taratibu za manunuzi za wakandarasi. Tukawapa miezi mitatu, siku 90 kwenye shule 8, lakini walishindwa kutekeleza miradi. Mwezi wa tarehe 17 Januari ndio muda wao ukao unaisha. Tukasema hawawezi tena kutekeleza miradi. Tukachukua ile miradi tukaitangaza kwa njia ya force account. Na sasa miradi ile inakimbia, iko katika hatua ya umaliziaji, upauaji, wanapiga lipu. Na wakandarasi wote tayari, wengine tumelipa wiki iliyopita na wengine tunaendelea kulipa wiki inayoanza Jumatatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Shule ya Filimon Mpancho, JB Mwalongo, kampa shule ya Tugade, Ikanga, na Neli, kampa mradi ya shule ya Rudiga, ya shule msingi.
wote hawa wametumia ujenzi alichoamua katika miradi tafuta wakandarasi ujenzi wa force account ambao ni wenyeji wa kawaida, na miradi hiyo inatekelezwa na inakamilika. Sasa wale kama bado mnalalamika, nenda kwa mkuu wa wilaya, nende kwa mkuu wa wilaya alafu mueleze ni nini. Yeye mmesema au amesema kurugenzi, sasa wapeleka rufaa kwa mkuu wa wilaya kaseme kama iko haki yenu na kama iko haki kwa halmashauri kama hivyo. Mkuu wa wilaya yeye anasimamia haki pande zote mbili. Kwa hiyo haya ndio majibu ya bango lenu na mkurugenzi, niwapeleka tena kwa wilaya kama kiongozi wa serikali wa wilaya hii, kiongozi msimamizi wa shughuli za serikali kwenye wilaya hii. Ndugu wananchi, wana Wanging'ombe, Wanging'ombe oye! Njombe oye! Igawanywa oye! Ndio bwana hivi hapa Igawanywa. Igwachanya oye! Kazi yangu ilikuwa ni kuhakikishia kwamba serikali yenu inaendelea kusimamia shughuli zote za utoaji wa huduma za jamii, na hapa tumepata bahati tuna wawakilishi madiwani wanatekeleza na kusimamia miradi kwenye vijiji na kata zenu, lakini yale nao washinda madiwani yanatekelezwa na kusimamiwa na Mheshimiwa Mbunge Dr. Ndugai. Yote ambayo tumeeleza hapa tunataka kuhakikishia tu kwamba serikali yenu iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi kinachosimamia serikali hii, sisi bwana serikali tunaendelea kuwajibika, tunaendelea kurudia kuhakikishia wakati wote mnapopata tatizo lolote, nendeni ofisi yote ya serikali ya kijiji, kata, mkuu wa wilaya. Kama mtashindwa kabisa kwa mkuu wa wilaya, basi mkuu wa mkoa yupo kama kiongozi mkuu wa mkoa. Matatizo yenu yanapokelewa na yatatatuliwa kwa wakati. Lakini pia nilipokuwa natoa salamu za Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie bado rais wetu yuko imara, lakini ndio kuongoza serikali, na sisi wasaidizi wake ndio ambao tunapita huko na kuhabarisha nini serikali inafanya kazi wakati huu kwa ajili ya nini. Wote mnajua mwaka huu wa uchaguzi tayari taratibu kadhaa kwenye vyama mbalimbali wanaendelea nazo. Wengine walifanya uchaguzi, wengine walienda mbali zaidi, wamepata pia na mgombea, ikiwemo na Chama cha Mapinduzi tutapata mgombea naye ni Dr. kule Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, mgombea mwenza Dr. Nchimbi. Hawa ndio wagombea wetu. Wanapopita hapa tunalazimika tuwaambie haya. Kwa upande wa viongozi wenzangu wa serikali, tufanye jitihada za kuwafikia wananchi, tuwaambie haya yote sasa.